Nikusalimu kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Nataka nikufundishe, ukiona haya ni sauti ya Mungu ya moja kwa moja na hutakiwi kupuuza. Wengi wamekuwa wakipuuza lakini wamepata madhara mengi. Sauti ya kwanza, ndoto. Ndoto ni sauti ya Mungu inayokuhitaji uielewe, uifahamu, uijue na uweze kuifanyia kazi. Kuna ndoto ambazo zinazungumzia jambo lililowahi kutokea. Kuna ndoto zinazungumzia jambo lililopo linaloendelea, lakini kuna ndoto zinazungumzia jambo lijalo. Lakini pia kuna ndoto za kinabii na ndoto za kiroho. Ndoto za kinabii zinahusu matukio ya maisha yako wewe. Lakini ndoto za kiroho zinahusu maisha ya watu wengine. Kwa hiyo basi, ndoto ni mfumo wa mwanadamu wa kupata ujumbe kutoka kwa Mungu, ambapo ndoto ni mfumo ambao Mungu ameutengeneza wa kuwasiliana na mwanadamu. Na ni mfumo ambao kila mwanadamu anawasiliana na Mungu, hata yule ambaye hajaokoka. Kwa nini? Watu wote ni mali ya Bwana. Lakini pia na maono. Unabii pia ni ujumbe ambao mtu anaweza kupewa kwa ajili yako, ambao umesababishwa na Roho Mtakatifu. Na unabii unaweza kuwa ni wewe mwenyewe umeupokea moja kwa moja, au anaweza apitishe Mungu kwa mtu mwingine. Ukiangalia unaweza kuwa unaomba, sauti ije inakuelekeza. Tunamwona Musa, Mungu alikuwa akiongea naye wazi moja kwa moja kama nabii. Sasa hiyo ni sauti ambayo inakuwa inahitaji ufanye jambo. Lakini kwenye unabii pia inaweza ije ni kama picha, inaweza kuja kama ishara, inaweza kuja kama alama. Haya yote ni namna Mungu anavyozungumza. Lakini pia Mungu unaweza kuzungumza na mawazo yetu, mawazo ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo linaweza kuja wazo ghafla, lakini unakuta Mungu alitaka ujue jambo fulani, uelewe jambo fulani na ufahamu jambo fulani. Lakini mwisho kabisa ni mafunuo. Mungu anaweza kukufunulia jambo, au unasoma Biblia uelewe jambo, maelekezo fulani ya maandiko, au upate ujumbe fulani kwenye maandiko. Hayo yote yanakuwa yanalenga kukutengeneza, kukuchonga na kukujenga. Lakini pia sauti ya Mungu ipo kwenye neno. Sasa neno huwa limegawanyika katika sehemu mbili. Kuna logos. Logos ni haya maandiko yaliyochapishwa kwenye Biblia. Lakini lema ni sauti ambayo tunaipata baada ya kusoma maandiko, au ni sauti tunayoipata tukiwa tunaomba au tukiwa tumefunga. Kwa mfano sauti ya moja kwa moja ya Roho Mtakatifu, au ishara za mwili, au maono, au ndoto, au nabii, au tunasema prophetic impression, au wazo la moyo wako. Haya yote ni mambo ambayo lazima uyajue, uyaelewe, uyafahamu ili uweze kutembea na sauti ya Mungu. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Unaweza kwa mfano kuona upo juu ya mawingu. Soma Mathayo 24:30. Utukufu wa Mungu unakuandama. Kwa hiyo kuona uko juu ya mawingu, na mawingu inawakilisha mbingu. Sasa ukiona uko juu yake, ina maana wewe umesimama kwenye mbingu. Yaani upo chini ya uvuli, au upo juu ya uvuli wa mbingu. Mbingu zimekukamata, mbingu zinakulinda, mbingu zimelinda hatua zako, zinalinda safari yako, zinataka zikubebe, au zinataka zikuongoze, au zinataka zikuelekeze, zinataka zikufundishe, zinataka zikupeleke zenyewe. Ina maana Mungu mwenyewe anawakilisha mbingu. Mbingu zinamwakilisha Mungu. Maana Mungu anaketi mbinguni, ndio kuna kiti chake, lakini duniani sehemu ya kuwekea miguu. Nawapenda. Jesus name, shalom.